Neno la Mungu kuhusu kukaa katika njia panda. Bwana asifiwe. Kukaa katika njia panda ndani ya wokovu ni hatari. Unapokaa katika njia panda, sio umeshindwa, yani sio umeenda ukakosa mahali pa kwenda. Ni kama njia unapoenda unafika mahali unakuta njia iko hivi na haiendi. Ni njia panda, hakuna mahali unaenda. Bwana asifiwe. Lakini kuna kule kukaa panda katika ndani ya wokovu. Katika ndani ya nyumba ya Bwana kuna ile kukaa katika njia panda. Yaani umekaa katika nyumba ya Bwana lakini hujui umekaa wapi. Hauna msimamo ndani mwako. Mahali umekaa ndio uko katika nyumba ya Bwana, lakini wewe mwenyewe haujitambui umekaa vipi katika nyumba ya Bwana. Umekaa vipi katika wokovu wako. Bwana asifiwe. Wokovu wako umekaa katika njia panda, hausongi. Mahali ulipo ni hapo. Mahali unataka kwenda ujui ni wapi unaenda. Chenye unataka kufanya katika nyumba ya Bwana haujui ni nini. Yaani wewe upo tu katika nyumba ya Bwana. Upo tu katika wokovu wako. Ujui ni saa gani unafaa kuomba. Ujui ni saa gani unastahili kumuita Mungu. Ujui ni saa gani unafaa kumwimbia Mungu. Wewe uko tu. Hiyo ni hatari, kukaa katika njia panda. Basi inafaa tukae katika njia ya Yesu Kristo, katika njia ambayo imefunuliwa ndani mwetu. Bwana asifiwe. Katika njia ambayo inatupeleka katika wokovu, njia ambayo inatupeleka mahali Yesu Kristo yuko. Jinsi neno la asubuhi limesema, uchikane yote umfuate Yesu. Ndio vile ukitaka kukaa katika njia ya Yesu, unajikana yote, unamfuata Yesu na unakaa ndani ya Yesu, basi hautakaa katika njia panda. Utakuwa na kile kitu cha kukuongoza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa ndani mwako, Roho wa Bwana akiwa ndani mwako, basi wewe hautakaa katika njia panda. Utakuwa na Roho wa Bwana atakaye kuongoza katika kila jambo unalohitaji kufanya. Bwana asifiwe. Tutainuliwa na kufunuliwa. Tutainuliwa na kufunguliwa. Tutainuliwa na kubarikiwa. Tutainuliwa na kupewa vitu ambavyo ni vya Mungu, vitu ambavyo ni vya juu. Mambo ambayo ni ya juu tutafunuliwa na huyu Mungu. Mambo ambayo tunafaa kufanya ama mambo ambayo kanisa linahitaji kufanya, basi Bwana atatufunulia tukiwa ndani yake. Bwana asifiwe. Kama tunaomba tuko ndani ya Yesu Kristo, wokovu wetu unampendeza Bwana. Bwana ametuzingira. Basi yote tutakayofanya Bwana atakufungulia wewe ni nini kinafaa kufanya katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Hata kama uko kwako, lakini kutakuwa na ile kitu takukumbusha, hiki na hiki kinahitajika katika nyumba ya Bwana. Hautakuwa uko katika njia panda. Utakuwa na ule msaidizi ambaye atakuwa anakusaidia ndani mwako. Bwana asifiwe. Ukiwa umesimama imara, ni katika wale watu ambao wamesimama imara. Lakini katika wale watu ambao wako vuguvugu, wale watu ambao hawaelewi waende nyuma ama waende mbele, wale watu ambao wanaona wamefika katika njia ambayo haisongi, basi wale ni ngumu Bwana kuwafunulia. Bwana anawafunulia wale ambao wako ndani mwake, wamesimama imara katika njia zake. Bwana asifiwe. Tusome Mfalme wa Kwanza 18:21. Asifiwe. Bwana asifiwe tena. Neno linauliza, naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita hadi lini? Bwana asifiwe. Akawauliza wale watu, watasitasita hadi lini? Watakosa msimamo hadi lini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mtasitasita mkiwa katika nyumba ya Bwana hadi lini? Ni lini mtakuwa na msimamo nyinyi katika nyumba ya Bwana? Ni lini mtakaa mumenyoroka katika njia za Bwana bila kwenda nyuma ama kwenda mbele, bila kwenda kulia, bila kwenda huku na huku? Mkae msimame imara katika neno la Mungu. Ni lini mtakuwa mkisitasita hadi lini? Bwana asifiwe. Katika nyumba ya Bwana tunaambiwa kuwa tukae katika njia za Bwana, tukae katika malengo ya Bwana. Na katika haya yote anasema mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Hamjatambua mmeokoka? Haujatambua unamtambua Mungu? Haujatambua wewe ni wa njia gani? Bwana asifiwe. Unafaa kujitambua wewe ni wa mahali gani na umfuate huyu Mungu pekee. Anasema Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni yeye. Jinsi Bwana ametuita, jinsi Bwana ametuweka katika nyumba yake, jinsi Bwana alituokoa kutoka pale mahali tulipokuwa,
na akatuita tukakaa katika nyumba yake, basi tumfuate yeye peke yake, tusisite. Bwana asifiwe. Ndani ya wokovu wetu tusisite tukakosa hata ile mwelekeo, tukawa tuko katika njia panda. Ukisita utakuwa uko katika njia panda, haujielewi. Lakini neno siku ya leo inatuambia tukae na msimamo katika nyumba ya Bwana. Kuweni na msimamo mahali mlipo. Bwana asifiwe. Kuweni na msimamo katika wokovu wenu. Bwana asifiwe. Hebu zima hiyo kama inapiga kelele. Bwana asifiwe. Tukue na msimamo mahali tulipo na tumfuate huyu Mungu. Kama ni Mungu aliyetuita, basi tumfuate yeye. Na hapo inakwambia, na bali ikiwa Baali ni miungu, haya mfuateni yeye. Wala watu hawakumjibu neno lolote. Bwana asifiwe. Baali, miungu mingine. Wewe kama unaona miungu mingine inakufaa, basi fuata tu hiyo, shikamana na hiyo. Kama unaona ni huyu Mungu anakufaa, fuata yeye, shikamana na yeye. Bwana asifiwe. Ukawe na msimamo ndani mwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tumfuate Mungu pekee, tuache kusita ndani mwetu, naye Bwana atatubariki na kutuinua. Misimamo yetu ikawe katika huyu Mungu, kwa sababu alikuita na kusudi, akijua ukikaa mahali hapa utamtumikia, ukikaa mahali hapa utamhudumia, ukikaa mahali hapa utamtukuza katika njia moja ama nyingine. Lakini wewe umekosa sasa kumfuata, umeanza kusita, umeanza kutafuta miungu mingine, umeanza kutafuta msaada mwingine. Hakuna msaada mwingine ila kwa Yesu Kristo pekee. Bwana asifiwe. Hakuna msaada mwingine ila kwa Mungu pekee. Mungu akiwa ni baba wa Yesu na Yesu akiwa ni mwana ndani mwetu. Kwa hivyo hao ndio wana msaada wako, hakuna mwingine. Hata utakapotembea ukisita ukizunguka huku na huku, mwishowe utarudi katika huyu Mungu. Bwana asifiwe. Wengi wanazunguka wanakosa msimamo, lakini mwisho wanakuja wanajikuta wamerudi pale pale kwa Yesu Kristo ambapo walianzia. Na wakati unaporudi katika pale mahali ulipoanzia, basi pale Mungu anakuja pale na kukuinua tena na kukubariki tena. Bwana asifiwe. Tusisite katika njia zetu. Tujikane yote, tumfuate huyu Yesu Kristo. Tuachane na dhambi, tujikane. Kujikana ni kuachana na dhambi. Sio ujikane wazazi wako ama watoto wako ama ile kazi unafanya, hapana. Unajikana ile mambo ambayo unafanya ambayo yampendezi Mungu, yaliyo kinyume. Ile dhambi ambayo unafanya ambayo yampendezi Mungu. Kule kusita unapozunguka huku na huku kitafuta waganga, unawachana nayo na unafuatana na Yesu Kristo. Unashikamana na Yesu Kristo, naye anakuinua na kukuokoa tena. Bwana asifiwe. Hatutalia tena tumekosa ili wala lile. Yesu akiwa ndani mwetu atatufanyia wepesi. Yesu akiwa ndani mwetu atatuelekeza katika njia ambazo zinastahili. Atatuelekeza mahali ambapo ni pazuri na tutakaa mahali ambapo panapendeza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusisite ndani mwetu, bali tukawe na msimamo ndani mwetu, tukatangaze msimamo. Hata mahali unaishi, wewe tangaza tu msimamo, wakujue, wakuelewe tu wewe umeokoka ama hujaokoka. Lakini leo wanakuona uko katika Bwana, kesho watakuona uko katika mama pima, kesho wengine wanakuona uko katika vitina. Yaani hauna msimamo. Tangaza msimamo ueleweke, naye Bwana atapendezwa na wewe. Bwana asifiwe. Marko 7:6. Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Bwana asifiwe. Ukija mahali hapo na mjifanye unampenda Mungu, unamheshimu huyu Mungu, unaingia kwa magoti, unaomba, unasema unamheshimu Mungu katika tu kutamka. Lakini wakiingia ndani ya moyo wako uko mbali na huyu Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ilitabiriwa na nabii Isaya. Ndani mwetu, na sio uongo, kunao kweli wale watu utawakuta katika nyumba ya Bwana, kweli wako serious wanaomba, lakini ukiingia ndani ya mioyo yao, huyu Mungu hayumo. Wanamheshimu Mungu katika midomo tu, wanamheshimu Mungu katika kuimba tu, katika kuongea, katika kuomba, lakini ukiingia ndani ya mioyo zao kumejaa vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Ni wanafiki watupu. Wakitoka pale nje wanaenda kumtumikia Mungu wao. Bwana asifiwe. Wakienda pale nje wanaenda kuvitumikia vitu ambavyo wenyewe wanavijua, ambavyo wanaviamini. Lakini Jumapili ikifika, wacha tu niende kanisani fulani anione, wacha tu niingie kanisani pastor anione. Lakini kuna yale mambo ambayo ameshikilia hawezi waacha.
yeye ni mnafiki. Bwana asifiwe. Anajifanya anampenda Mungu lakini hampendi. Anajifanya tu kwa maneno lakini hampendi. Kama rafiki yako, ukiwa na rafiki yako atajifanya anakupenda, mnatembea pamoja na yeye, mnakula pamoja na yeye, lakini akigeuka upande wa pili anakusema. Nasema ule fulani hata ana maringo, yule fulani hata huwa nisaidii. Yaani anakusema, lakini mkikutana ni rafiki. Huyo ni mnafiki. Bwana asifiwe. Tuache unafiki katika nyumba ya Bwana. Kama ni kumpenda huyu Mungu, tumpende katika mioyo zetu, tumpende katika akili zetu, tumpende katika nguvu zetu zote, naye hata tuacha, atasimama na sisi. Bwana asifiwe. Tusiwe wanafiki katika nyumba ya Bwana. Tusikae katika njia panda. Tusisite katika nyumba ya Bwana. Ukiwa mnafiki ndio pale unasita. Mara umempenda Mungu kidogo, mara kesho utaenda kwa ABCD, mara kesho utaenda huku umemsahau huyu Mungu. Lakini tusiwe wanafiki. Tumpende Mungu siku zote, naye atatupenda jinsi aliahidi kutupenda. Atatusaidia na kutuokoa ndani ya maisha yetu jinsi aliweza kutuahidi. Bwana asifiwe. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Watu wao wanafiki wanasema wao wanamwabudu Mungu bure. Wanajifanya wanamwabudu tu Mungu cha bure, lakini hakuna. Wanajifanya wanaipiga magoti, wanaomba, wanamuita Mungu cha bure, lakini hakuna. Wanajua mahali pao pa kupata msaada. Hapa tu ni kujificha. Nasema hata tu niende kanisani, pastor ajue mimi ni mshirika. Lakini ukitoka wewe ni muabudu wa mahali kwingine. Wewe unaenda kuabudu vitu zingine ambazo unajua zinakuletea msaada. Nasema mahali pale hata hakuna, hawaoni, hawaombi, hawatabiri. Lakini wewe umejificha tu ili kwamba wakati utapata shida basi kanisa itasimama na wewe. Lakini kule kwingine hata mtu akipata shida huwa hawajui, sababu watu huwa ni wengi. Haya makanisa makubwa wale wa kutabiri, wa kuomba, watu huwa ni wengi. Hata saa mshirika wa Ezekiel akikufa, Ezekiel hatajua, kwa sababu hapo na watu wengi na ni wafuasi, sio washirika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe uko hapa mahali hapo unakuwa mshirika, lakini ukienda kule kwingine unakuwa mfuasi. Tusikue kama Bwana asifiwe. Tukue na msimamo, tumwabudu huyu Mungu, tukifundisha mafundisho na maagizo yaliyo mema. Tufundishane maagizo ambayo ni ya Mungu. Tufundishane mambo ambayo yanatupeleka mbinguni. Tufundishane mambo ambayo yanampa Mungu utukufu. Sio tufundishane tu mambo ya kibinadamu, hapana. Mambo ya hapo ulimwenguni ambayo yasongi mbele, hapana. Tufundishane neno la ukweli. Yule atakayelifuata lile neno la ukweli, basi ndiye atakuwa amebarikiwa na ndiye yule atakuwa amekombolewa na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini unaweza fundisha ili upige kelele, lakini kuna yule bado tu akitoka hapa anajua mahali anaenda, bado hana msimamo, yeye ni mnafiki. Bwana asifiwe. Tuache unafiki ndani ya nyumba ya Bwana. Tumpende Mungu katika mioyo zetu zote. Tukue marafiki wa Mungu kamili. Bwana asifiwe. Tukue marafiki wa Mungu ili apendezwe na sisi, apendezwe na mienendo zetu, apendezwe na matamshi yetu, apendezwe na mambo yale ambayo sisi tunafanya. Na katika ile abudu, tunapomwabudu, tumwabudu yeye pekee. Maana tunajua ni yeye pekee tunayemwabudu, hatuna Mungu mwingine. Neno likasema usiabudu miungu mingine ila mimi, kwa sababu yeye anasema ana wivu. Bwana asifiwe. Unapoabudu miungu mingine kuna vile atakufanya, na ukipata kiboko cha Mungu basi utaumia. Bwana asifiwe. Ni umwabudu yeye peke yake, kwa sababu yeye ndiyo suluhisho ndani ya maisha yetu. Na pia inasema ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Tumeziacha amri za Mungu, zile amri 10 za Mungu. Hakuna mtu anaweza kukamilisha zile amri, niko sure. Bwana asifiwe. Labda ushike 2, 1 ikuponyoke. Labda ushike 8, 2 ikuponyoke. Labda ushike 9, 1 ikukatae. Bwana asifiwe. Lakini neno linatuambia nini? Inatuambia tunafaa kuzishika zile amri za Mungu zote ambazo alituamuru tufate. Ziko katika kitabu cha Kutoka nadhani. Ukishika hizo amri za Mungu, hakuna kitu ambacho utakosa. Hautakaa katika njia panda,
wewe utafanya mambo yako ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Zile amri ambazo Mungu alitupatia basi zitakuongoza wewe katika kutenda mema. Maana ukisoma pale nakwambia usiibe, usiue, usizini, usiabudu miungu. Hizo vitu zote zitakuguide wewe. Ukitaka kupiga mtu unakumbuka amri inasema hivi. Ukitaka kwenda kuiba unakumbuka amri ilisema nisiibe. Ukitaka kwenda huko kuabudu miungu ya Baali unasikia neno ilisema nisiabudu miungu mingine. Itakuguide katika kumpenda Mungu na kukaa katika njia ya Mungu. Bwana asifiwe. Na hautajikuta katika njia panda, utakuwa umekaa ndani ya njia za Mungu. Mungu ndiye atakuwa anakuongoza. Bwana asifiwe. Yesu alitenda mema siku zake zote. Yesu hakuwa mnafiki. Yesu angekuwa mnafiki hata angekataa kufa msalabani kwa sababu yetu. Lakini kwa sababu ule upendo wake ulikuwa kamili ndani mwetu, ndiposa akaamua aende aumie, ateseke ili wewe na mimi tupate uzima wa milele. Lakini angekuwa mnafiki, basi angesema nitaenda, alafu afike mahali aseme hapana, wacha ikae, siwezi, kwa sababu ni mnafiki. Lakini kwa sababu alikuwa na upendo, hakuwa na unafiki. Yesu alikuwa anatupenda, naye alitenda mema siku zote. Bwana asifiwe. Yesu alitenda mema siku zote ambazo alikuwa hapa duniani. Alitutendea mema, alitutendea wema, alitupenda, ndiposa akatuosha, akatuacha tunakaa ndani mwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alipokufa akakuacha ukikaa ndani mwake. Wewe endelea kukaa ndani mwake ukimtumikia. Endelea kumngojea. Endelea kukaa ukijua niko ndani ya Yesu. Wokovu wangu unampendeza Yesu. Mienendo zangu na njia zangu zinampendeza Yesu. Akija basi hata niacha, nitaambatana pamoja naye. Bwana asifiwe. Ameniacha mahali ambapo siti. Alikuacha katika wokovu. Akija akupate katika huo wokovu. Asikute umeenda kwingine, ulingoja ukachoka. Najua wengi wanangoja mpaka wanasema huyu Yesu hatarudi. Walisema atarudi na hata arudi. Watu tu ndio wanaenda, wanakufa, wanaenda, atarudi lini? Lakini ipo siku itafika, basi atarudi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe mahali alikuacha, mngoje hapo. Wacha kusita, wacha kuyumba. Wacha kukaa mara uko baridi, mara uko moto, mara uko hapa, mara hauko. Tumekosa kukuelewa. Kaa na msimamo ndani ya Yesu. Kama ni baridi, wewe basi kaa baridi. Kama ni moto, basi wewe kaa moto. Lakini ukiwa vuguvugu, neno linasema atakutapika utoke kinywani mwake. Bwana asifiwe. Na Bwana anapokutapika utoke kinywani mwake, basi hatakusaidia, atakuwa amekuacha. Si mtu akitapika matapika anafagia, inaenda anasahau. Ndio Bwana akikutapika basi hata kukumbuka tena, atakuwa amekuacha kwa sababu hauna msimamo, umekuwa vuguvugu. Hauna msimamo, unasita. Utasita hata lini? Utasita wakati utakuwa katika masito yako, ndio hiyo siku atakuwa anakuja. Bwana asifiwe. Akute haukuwa na msimamo, ulikuwa huku, ulikuwa vuguvugu, haueleweki, akuache. Lakini unapokuwa katika msimamo, basi wakati atakuja, atakupata mahali alikuacha, atakupata mahali ni pazuri, naye atafurahia kukuchukua, atafurahia kwenda pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Tukae ndani ya Yesu ili Bwana azidi kutuhudumia, ili Bwana akazidi kutuinua tena. Bwana asifiwe. Tusome Yeremia 18:1. Nyumba ya mfinyanzi. Na utakapofika katika nyumba ya mfinyanzi, basi utampata mfinyanzi anafanya kazi yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mfinyanzi mwema ni Mungu anayekutengeneza wewe. Hata kama umekaa katika njia panda, ukakosa mahali pa kwenda, ukakuwa umekuwa mnafiki, ukakuwa unasita, ujielewi, lakini siku ya leo unaporudi kwa Bwana, Bwana atakutengeneza tena. Bwana asifiwe. Labda umeenda katika hizo njia bila kuelewa ama bila kujua. Umejikuta katika njia panda ambao haukujua utafika mahali pale, kulingana na mambo ya hapa na pale. Dunia hii na mambo mengi saa hii, unaweza pitia mambo mpaka ukajikuta mahali ambapo haukutarajia. Lakini siku ya leo rudi kwa Bwana, Bwana atakutengeneza tena. Bwana asifiwe. Kama kuna mahali umeenda kombo, kama kuna njia zako umeenda kombo ambazo hazimpendezi Bwana, siku ya leo rudi tena.
Rudi katika Bwana, kwa sababu nalo nasema ni mfinyanzi, atakufinyanga na kukutengeneza. Yeye mwenyewe atakufanya jinsi anavyopenda. Bwana asifiwe. Hata kuacha, kama ni msamaha atakusamea, kama ni kukurudisha katika njia zake atakurudisha tena. Maana neno linasema yule mfinyanzi anapofinyanga zile vitu zake, kikiharibika anakifinyanga tena. Bwana asifiwe. Kama ni mfinyanzi akitengeneza zile viungu zake, akitengeneza kimoja kibomoke, atatengeneza tena. Hata tupa ule udongo, atahakikisha ametengeneza ule udongo umetoa chungu kingine. Niposa kama Bwana, kwa sababu yeye ni mfinyanzi wetu, unapokosea ukienda katika njia ambazo hazimpendezi na urudi tena umwambie Bwana nimerudi, atakutengeneza. Bwana asifiwe. Atakuchukua, atakusafisha, atakusamea, atakuweka tena katika njia zake, utamtumikia, utatembea katika njia zake tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo turudi kwa Bwana. Najua tumemkosea Bwana. Najua hatujajikana. Neno lilisema tujikane yote. Hatujajikana yote, mengine tulibakisha. Lakini neno linasema siku ya leo tuachane na yote na tukawe na msimamo, tukaweze kumfuata huyu Mungu, atutengeneze jinsi anataka. Bwana asifiwe. Ukiwa mikononi mwa Mungu, basi Mungu atakuumba. Mungu atakutengeneza jinsi anataka ukae. Mungu atakusafisha umpendeze. Mungu atakutengeneza kwa kazi yake iliyo njema. Mungu atakuweka nyumbani mwake na ukae katika kazi ambayo inastahili kufanya katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni sisi wenyewe ujihoji, ni wapi umenenda kinyume, ni wapi umesita, ni wapi umekuwa mnafiki katika nyumba ya Bwana, ni wapi umemwabudu Mungu katika mdomo tu, lakini moyo wako hauko na Mungu. Ni urudi katika Bwana, umwambie akutengeneze tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. 6 inasema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wa Mungu, nyumba ya Israeli. Sisi ambao tulipo mahali hapa siku ya leo, sisi ni nyumba ya Israeli. Na sisi Bwana anasema sisi nyumba ya Israeli tuko katika mikono ya Bwana. Na jinsi mfinyanzi anatengeneza, hata huyu Mungu naye anaweza kututengeneza sisi. Bwana asifiwe. Neno anasema angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndio kama sisi tulivyo katika mkono wa Mungu. Mungu ana ruhusa ya kukutengeneza wewe. Mungu ana ruhusa ya kukuumba wewe tena. Mungu ana ruhusa ya kukusamea kila kosa. Mungu ana ruhusa ya kukurudisha katika njia yake, utoke katika njia panda na urudi katika njia ya Mungu, uendelee na safari. Bwana asifiwe. Unapokaa katika njia ya Mungu, basi utakuwa unaendelea na safari. Safari yako itaongozwa na Mungu. Kwa hivyo siku ya leo Bwana atatusaidia. Bwana ataturegesha tena. Bwana atatuweka tena katika njia zake, ili tukaweze kutembea katika njia zake, tumpendeze. Bwana asifiwe. Ni wapi ulipokosea, umuite Mungu akusaidie, akurekebishe. Kama umekuwa mnafiki hata kwa rafiki yako ama jirani yako, siku ya leo ukawe rafiki wa ukweli. Ukawe rafiki ambao unampenda kutoka moyoni. Bwana asifiwe. Ukawe rafiki umpende huyu Mungu katika roho yako yote, umpende kutoka katika moyo. Tusikuja tu juju kuabudu Mungu lakini kule ndani hatumwabudu Mungu. Hapana. Tutembee na yeye, tumwabudu yeye, tumtumikie yeye. Maana katika hayo yote kuna faida. Bwana asifiwe. Katika kutembea na huyu Bwana kuna faida. Katika kukaa ndani ya Bwana huyu kuna faida. Bwana asifiwe. Katika kukubali kurekebishwa pia kuna faida. Unapokosea, kubali kurekebishwa na urudi katika njia ya Bwana. Kwa sababu sisi ni wanadamu na kawaida mtu hukosea. Na unapokosea, kubali kurekebishwa ili urudi katika njia za Bwana, naye Bwana atembee pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Katika yote, katika kukaa katika njia panda, kuna hasara pia za kukaa katika njia panda. Kuna faida ya kukaa katika njia ya Yesu. Unatoka katika njia panda na unakuja unakaa katika njia ya Yesu. Hiyo ni faida. Bwana asifiwe. Bwana amekutoa katika njia panda akakuleta katika njia yake, hiyo ni faida. Lakini unapokatalia kukaa katika njia panda, basi kuna hasara yake. Na hasara yake ni gani?
Tusome Luka 15:30. Luka 15:30 nasema, lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe upamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kuwa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Amen. Bwana asifiwe. Katika hasara ama kule kupata hasara ukiwa katika njia panda, utatumia vitu vyako bila kuelewa. Bwana asifiwe. Lakini alipokuja huyu mwana wako alikula vitu vyako pamoja na makahaba, amemchinjia yeye ndama aliyenona. Bwana asifiwe. Vitu vyake vya huyu kijana alikula na watu ambao hawaeleweki, makahaba na nini, vitu vya Mungu. Badala ya kuleta vitu ndani ya nyumba ya Mungu, akaenda akavikula na watu wengine ambao hawaeleweki. Bwana asifiwe. Na mwishowe alipata hasara. Ni hasara kwa sababu ukichukua kitu kikipeleka mahali ambapo hapafai, hiyo ni hasara unapata. Lakini ukiwa ndani ya Yesu, basi atakuagiza kitu hiki kinafaa kwenda wapi. Kitu hiki kinafaa kwenda katika nyumba ya Bwana. Kama ni kitu umepata, unafaa kupeleka katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kama ni matoleo yako, unafaa kupeleka katika nyumba ya Bwana. Lakini wewe umekaa katika njia panda, unasema sasa hii nitatumia tu, nitafanya hivi. Hiyo utakula, lakini itakuwa ni hasara kwako. Bwana asifiwe. Vitu vyetu pia tuvitumie katika nyumba ya Bwana. Vitu vyetu pia tumletee Mungu akavibarikishe. Vitu vyetu pia tuvilete katika madhabahu ili kwamba vikaweze kubarikiwa pamoja na sisi. Sio tukulie tu huko, tunakaa huko tunakulia huko vitu vingine vizuri, vikiisha tunaanza kurudi katika nyumba ya Bwana, tunaanza tunaanza kuitisha. Ni kwa sababu tulikuwa katika njia panda, hatuelewi. Lakini ukiwa katika njia ya Bwana, basi hata Bwana naye atakuongoza. Bwana asifiwe. Atakuongoza ni nini la kufanya. Na unapokaa katika nyumba ya Bwana, kama hutaki kupata hasara, usiwe na moyo mgumu. Ukitaka kupata baraka, usiwe na moyo mgumu. Bwana asifiwe. Tufanye mioyo yetu nyepesi, tufanye mioyo yetu ikampendeze Bwana. Tufanye mioyo yetu kila wakati Bwana akaingie ndani mwetu, ili tukakae katika njia ya Bwana, tusikae katika njia panda. Kama alipale katika njia panda, basi moyo wako umekuwa mgumu, moyo wako haumtukuzi Bwana, moyo wako uko katika nyumba ya Bwana lakini uko mgumu. Hata wakiimba haupondeki, hata wakiabudu haupondeki. Wewe umekuwa tu mkavu, mgumu, haimpendezi Bwana. Bwana asifiwe. Mioyo yetu ikawe nyepesi kwa Bwana, mioyo yetu ikamtukuze Bwana. Ukiwa na moyo umepesi, basi utamtukuza Bwana. Bwana asifiwe. Ukiwa na moyo wa kupendeza, basi utamtukuza Bwana katika jambo lolote. Moyo wako hautakuwa mgumu kwa sababu umekubali kukaa ndani ya Bwana, naye amekaa ndani mwako. Kwa hivyo utakaa katika njia ya Bwana, hautakaa katika njia panda tena. Hiyo ni Waebrania. Kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama inenavyo Roho Mtakatifu, mkasikia sauti hii ya Bwana, msifanye mioyo yenu migumu. Rarueni mioyo yenu ili Bwana akaingie ndani akawatumikie. Bwana asifiwe. Iwefanyeni mioyo yenu kuwa nyepesi ili Bwana akaingie ndani mwenu akaweze kuwatumikia. Ili Bwana akaingie ndani mwenu akaweze kuwaongoza. Ili Bwana akaingia ndani mwenu akakae pamoja na nyinyi. Ili Bwana aingie ndani mwenu akaweze kuwasaidia tukapata hizi baraka. Bwana asifiwe. Bwana akiwa ndani mwetu tutapata baraka, tutainuliwa, tutafunguliwa, tutakombolewa. Nyumba zetu zitakuwa na amani, watoto wetu watakuwa na amani, nchi yetu itakuwa na amani, kwa sababu tumemkubali huyu Bwana kukaa ndani ya mioyo zetu.
na atakapokaa ndani ya mioyo zetu, tutakuwa na ile kuombea hata wengine. Bwana asifiwe. Atakukumbusha kumwombea mtu, atakukumbusha kuwaombea wengine, atakukumbusha kuwasaidia wengine, kwa sababu yeye ako ndani mwako na anakuongoza katika njia zako. Hakuna jambo litakushinda, au utakosa cha kusema, au utakosa kuomba. Hata usiku wa manane shetani amekutembelea. Watu wanasema shetani alinitembelea. Huyo shetani akikutembelea usiku wa manane, utakuwa na kitu ya kumwambia Mungu, utakuwa na kitu cha kumuita, utakuwa na neno la kumuitisha Mungu akaweze kukutolea majanga na majaribu ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Naye atazidi kukaa pamoja na wewe. Jinsi Joshua alisema yeye na nyumba yake atamtumikia Bwana, basi wewe na nyumba yako mtumikie Bwana, ili Bwana siku zote akawe ndani ya nyumba yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wewe na nyumba yako, usiseme mimi niko hapa, mzee yuko hapa, mama yuko hapa. Hapana. Mshirikishe pia katika mambo ya Mungu, hata kama ni kidogo tu, hata kama hajaokoka ni kidogo tu. Mshirikishe katika neno la Bwana, mshirikishe katika maombi, katika kumwombea, naye Bwana atakaa ndani mwetu siku zote. Bwana atakaa ndani ya nyumba zetu. Bwana atatusaidia. Bwana atakaa ndani ya kanisa letu. Bwana asifiwe. Watu wameshindwa kukaa katika kanisa kumngoja Bwana kwa sababu wamekuwa wakisita. Wanatafuta baraka zile za haraka. Hizi baraka hazikuji haraka, zinakuja tu polepole. Kila mtu kuna siku yake ambao Mungu amempangia, na ukitaka ubarikiwe haraka kama fulani, basi utasita. Utakaa kidogo uone hapa hakuna baraka, uamke uende utafute kwingine. Ukifika kule unaona hapa pia hakuna baraka, wewe ndio huyo, uende tena utafute kwingine. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu wa kusita, hauna msimamo. Lakini unapokaa mahali pamoja na msimamo ukimngojea Bwana, hapo mahali ambapo umekaa ndipo baraka zako zitakapokujia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wacha kuiga fulani, ati fulani amekuwa tu juzi hivi nikimuona hivi, saa hii mbona ako hivi. Hapana, siku yake ilifika na Bwana akamtoa katika majanga. Bwana akamuokoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe pia siku yako ikifika, Bwana atakutoa tu mahali uliko. Hata wewe mwenyewe hautajua. Utashtukia tu umeinuka uko mahali kwingine. Unaanza kuulizana, na huku nilitoka aje? Yaani unashtukia uko mahali kwingine ambapo ni pasawa, ambapo Bwana amekuweka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae na msimamo katika nyumba ya Bwana tukimngojea huyu Bwana. Atatubariki tu. Tusiwe na haraka, usiwe na haraka na maisha. Ukiona mtu anaendesha Prado ama V8 huko nje, wewe hata usishtuke. Isikuume. Wewe jua tu iko siku na wewe pia utapata. Bwana asifiwe. Sababu hata wanaendesha magari wote hawakusoma, wengine hata walifika class 2. Ni ile tu baraka ya Mungu imewaangukia na neema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe usiseme mimi nilisoma nikafika sijui wapi, mbona sipati vitu kama fulani. Hapana. Hiyo ni neema tu inakuja. Bora wewe ukae mtulivu ukimngojea Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usisite ukitaka vitu vya watu wa majumba makubwa. Hiyo ni yao. Yako itakuja. Hata kama yako ni hiyo single room, ni yako tu, lakini ipo siku itakuja double, ikuje 2 bedroom, ikuje 3, mpaka ujikute uko kwa ghorofa. Bwana asifiwe. Hiyo yote ni mpango ya Mungu, na itakuja kama wewe utakaa na msimamo. Itakuja kama wewe hautasita. Itakuja kama wewe una malengo fulani.